Kama kitu kinaitwa liquidity ni changamoto kuelewa au kupata shida kutambua sehemu sahihi zenye liquidity kwenye soko la forex, na kuahidi mwisho wa hili darasa utaelewa liquidity na hautasumbuka tena kuona sehemu sahihi za liquidity. Uhuru wa Kibunda. Ili kupata uelewa mzuri wa liquidity, tutaanza na structure ya soko na umuhimu wake. Structure ya soko kwenye forex ni namna soko linatembea. Kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kutembea in a sideway motion ambayo wanaita consolidation. Ziko aina tatu muhimu. Uptrend ni hali ya kutembea kwa bei kwa kupanda juu, na katika kutembea kuelekea juu huwa ina form au inatengeneza kona kuu mbili mbili ambazo ni higher high na higher low zikijirudia rudia. So hizi kona ni kona kuu ambazo ni ngumu sana kuvunjwa, au zikivunjwa zinatupa mwelekeo wa kutabiri katika namna ambayo itakuwa na high probability. Tukija kwenye downtrend. Downtrend ni hali ya bei kutembea kwa kushuka chini, na katika kutengeneza hii motion ya kuelekea chini kuna kuwa na kuundwa kona kuu kuelekea chini ambazo ni lower low na lower high zikijirudia rudia. Kwa kutakuwa kuna lower low, lower high, lower low, lower high. Pia hizi kona za lower low na lower high ni kona ambazo ni ngumu sana price kuzivunja. Na structure nyingine ya mwisho inaitwa consolidation ama ranging. Hii structure ya soko tunasema ni kama soko limelala, na katika kulala kwa soko haitupi sisi go ahead ya execute trade. Hatuna bashiri sahihi ya kwamba soko linapanda au linashuka. Katika soko kulala, litakapoamua kuamka ndipo litaamua kwenda juu au chini, na likiamua kwenda juu au chini lazima litupe viashirio la kwamba nataka niende juu au nataka niende chini. Sasa baada ya kuelewa structure ya soko la forex, tuje sasa upande wa liquidity. Liquidity ni nini? Liquidity kwa lugha nyepesi zaidi ni kona kuu za structure ya soko la forex. So hizi higher highs na higher lows kwa uptrend, ama lower lows na lower highs kwa downtrend, au tukisema kona kuu ndizo sehemu ambazo liquidity ipo, au ndo definition halisi ya liquidity kwenye soko la forex. Ila tukiingia deep zaidi, liquidity zimegawanyika katika aina mbili kuu. Aina ya kwanza ni structure based liquidity. Hizi ni liquidity ambazo zinatengenezwa kwa kuona structure ya soko ilivyoundwa na ziona tu zile kona kuu ambazo ni lower lows na lower highs, ama higher highs na higher lows zikiundwa. Kwa hiyo ni structure based liquidity. Na aina ya pili ni candle based liquidity. Candle based liquidity wengine wao wanaziita ni candle range liquidity. So hizo ndizo aina mbili kuu za liquidity. Vitu vitatu vikuu ambavyo nataka kujua kuhusiana na liquidity ni liquidity sweep. Hii liquidity sweep huaga ni hizi kona kuu ama range ya candle inakuwa inavunjwa na wick peke yake, lakini bodi inafungia ndani ya range ya liquidity. Na kingine inaitwa liquidity break. Liquidity break ni ile hali ya price ama candle kufunga nje, yani kuvunja ile level na kufunga nje ya range ya liquidity. Alafu pia kuna kitu tena kinaitwa candle kufunga ndani ya range ya liquidity. Hii ni kwamba price ikiwa ina move inakuwa haipiti ile range ya liquidity, inakuwa inafungia ndani tu. Tutafanya illustration ili kupata mwanga zaidi na kuhakikisha kwamba hii concept ya liquidity, kona kuu, candle range zinakaa na kustick vizuri kwenye kichwa chako, ili mwisho siku hata ukiwa unaangalia soko mwenyewe uwe unazigundua kirahisi. Okay, tukija kwenye illustration tuanze na kitu kinaitwa uptrend. Uptrend structure. So uptrend structure kama tulivyosema inaundwa na vitu viwili ambavyo vinajirudia rudia, ambavyo ni higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, na kuendelea huko juu. Kwa hiyo so far hapa tunaona hii ni higher high, alafu hii hapa ni higher low. Kwa hiyo kiujumla soko linaundwa kwa hizi higher highs na higher lows kujirudia, na unapoona inajirudia higher high na higher low, higher high na higher low mara nyingi,
automatically hii inakuwa ni uptrend structure. Mfano kama tunavyoona hapa, hii hapa ni high high nyingine na hii hapa ni high low nyingine. Imeenda tena price imesogeka katengeneza high high nyingine, katengeneza low low nyingine. Kwa hii ndio structure ya uptrend ya soko la forex inavyotengenezwa. Tumesema pia kwamba high highs na high lows ndio kona kuu, na kona kuu ndio liquidity zenyewe. So hii ni liquidity, hii hapa, hii hapa ni liquidity, hii hapa ni liquidity level, hii hapa ni level ya liquidity, hii hapa ni level ya liquidity nyingine, hii hapa ni level ya liquidity, na hii hapa ni level ya liquidity nyingine. So hapa tunataka kusema kwamba high high na high low sawa na kona kuu, na kona kuu sawa na liquidity, au vipi? Yeah, hizi ndio liquidity zenyewe. Na kitendo cha price kuvunja high high, hii inatuambia kwamba tunaendelea kwenda juu. Hii level ya high high ikivunjwa tu nikiashiria kwamba tunaendeleza uptrend. Hii hapa nyingine imevunjwa nikiashiria kwamba tunaendelea kwenda juu. Hii hapa nyingine tena imevunjwa nikiashiria kwamba tunaendelea kwenda juu. Vipi higher low ikivunjwa? Itatuashiria opposite na higher high ikivunjwa. So kama higher high ikivunjwa inatuashiria kwamba ni muendelezo wa uptrend. Ina maana higher low ikivunjwa inatuashiria kwamba tunageuka, tunaenda downtrend. Kwa hii ni kiashiria cha price kugeuza structure kutokea uptrend kuwa downtrend. Tuko pamoja hapo? Okay, kwa lugha ambazo zimezoeleka kwenye forex, kitendo cha higher high kuvunjwa na movement ya price inaitwa ni market structure continuation, ambao kwa kifupi tunasema ni MSC, market structure continuation. Na kitendo cha price kuvunja higher low hizi hapa, yani price imeshindwa kwenda huku ikageuza ikaenda chini mpaka ikaja ikavunja hii level hapa ya higher low, tunakuwa tunaita market structure shift. Kwa kifupi tunaitaje? MSS. Kwa hiyo hii hapa ni MSC, hii hapa nyingine, hii price ilivunja hapa, hapa ni MSC. Hii hapa level nyingine imevunjwa hapa, hapa ni MSC. Aya, kwa mfano price ingekuja sasa, badala ya kuja kuvunja hii level ikaja ikarudi ikavunja hii level. Kwa hiyo kitendo cha kuvunja hii level tunaita ni MSS. Hapa higher low, kitendo cha price kuja kuvunja tunaita MSS. Kitendo cha price kuja tena ikaja ikavunja hii level hapa, hii level ikivunjwa ya higher low tunaita MSS. Kwa hiyo hapa tumepata mwanga juu ya market structure ya uptrend. Okay, tuje kwenye downtrend. Downtrend structure. Downtrend structure ni ile hali ya soko kwenda chini. Na katika kwenda chini natengeneza kitu kinaitwa lower low na kuja na lower high. Lower low natengeneza tena lower high. Lower low natengeneza lower high. Lower low, lower high, lower low. Hivyo hivyo navyoendelea. Na tukaandika hapa, hii ni lower high na hii hapa ni lower low.
So hii hapa level ni lower low, hii hapa ni lower high. Na kitendo cha lower low na lower high kujirudia rudia inaunda kitu kinaitwa downtrend structure ya soko la forex. Kwa hapa ikaja lower low nyingine, lower high nyingine, na hapa ikatengeneza lower low nyingine. Inaendelea kuunda downtrend. Lower high nyingine, alafu inaunda tena lower low nyingine. Downtrend inaendelea kudhihirika. Lower low, lower high. Hii ndio mfumo mzima wa market structure ya downtrend ya soko la forex. Kama kawaida, tukisema kwamba hii level hapa, hii ni liquidity, 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 liquidity. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa kama tulivyosema, price haitabiriki. Inaweza ikachoka kwenda downtrend ikataka kurudi juu. Na itakaporudi juu, labda endapo itavunja hii level, tunahitaje? Tunaita MSS, market structure shift. Na endapo itaendeleza hii movement na kuvunja level ya lower low, tunahitaje? Tunaita MSC, market structure continuation. Huu ni mwendelezo wa downtrend. The same way, hii level ikivunjwa, price ikaja ikaenda ikavunja hii level, na wewe tunahitaje? Tunaita market structure shift. Hii level ikivunjwa kwenda chini, na maana hii ni continuation of downtrend, tunaita market structure continuation. Ikivunjwa itakuwa market structure shift, ikivunjwa hii itakuwa ni market structure continuation. Ikivunjwa hii ni market structure shift, ikivunjwa hii ni market structure continuation. So hii ndio downtrend, na hizi high highs na higher lows ama lower lows na lower highs ndio level za liquidity ambazo ndio kona kuu. Tukija tumalizia na hii consolidation. Consolidation ni hali ya soko kutokueleweka linaenda juu au linaenda chini. Mfano, naweza kaenda hivi, soko limeenda limerudi chini, kaenda hivi. Baada ya kutengeneza labda high nyingine, inaweza ikafika paka hapa alafu ikaja ikavunja tena hapa. Ukadhani ni kama market structure shift, lakini ikayo inarudi hivi tena. Yani inatembea tu motion ambayo haieleweki, yani hivyo tu. Na wengine wanasema kwamba hali ya soko kuwa kwenye range, hali ya soko kuwa kwenye range. Kwa mfano hii hapa itakuwa hii ndio consolidation range. Kwa hiyo soko linakuwa linacheza tu ndani ya hii range, halieleweki kama linataka kupanda au linataka kushuka. Na tulisema pia kwamba hii hali ya soko kutokueleweka linaenda juu linaenda chini, naweza tukasema kwamba soko limelala. Endapo litaamka, ina maana litatoka kwenye hii range. Inaweza ikatokea kwa huku chini au likatokea kwa huku juu, na linaweza kutengeneza uptrend au likatengeneza downtrend. Sisi hatujui, soko ndo linaamua lenyewe. Inaweza likalala likaamka mchana, likaamka usiku, likaamka jioni, likaamka alfajiri, yani linaweza likaamua lenyewe linaamka muda gani. Hatulipangii sisi muda kuamka, na litakapoamka ndo litaamua hapa nataka nitengeneze market structure. Sisi tunalisikiliza, na kuna kuaga na viashiria ambavyo vinaonekana endapo price itatoka kwenye hii consolidation range na kufanya maamuzi. Kwa hiyo likifanya maamuzi ya kwenda juu, itatuonyesha kwamba bwana nataka kwenda juu. Likitaka kwenda chini, itatuonyesha bwana nataka kwenda chini. So hizi ndio structure za soko la forex. Tumesema ni uptrend, downtrend na consolidation. Na kwenye consolidation, liquidity inakuwa ni hii range. Hii ndio inakuwa level ya liquidity. Na hii range ya chini, hii ndio inakuwa liquidity level. The same way tu hapa juu inakuwa liquidity level. Tukija kwenye aina za liquidity, tulisema tuna aina mbili kuu za liquidity, si ndio? Kuna structure based liquidity
structure based liquidity. Structure based liquidity ni hizi kuona tu high highs na high lows. High highs, high lows, high highs, high lows, high highs, high lows, high high, high low. Okay, kwa tukisema range ya liquidity, hii hapa ndio range ya liquidity kutokea high high kwenda high low. Hii hapa level hapa, hii hapa ni range ya liquidity. Hii ni level ya liquidity, liquidity level ambayo iko upande wa nini, high high, na hii hapa ni liquidity level ambayo iko upande wa high low. Tulisema kwamba kuna kuu zinatengeneza liquidity na liquidity ndo hizi high highs na high lows ambazo ndo kuna kuu zenyewe, na hii level kutokea high high kwenda high low ndio range ya liquidity ambayo imetengenezwa hapa. Kwa hiyo either inavunjwa kwenda juu au inavunjwa kwenda chini, au price iko ndani ambayo itakuwa ni consolidation. Paka hapa naamini tupo pamoja kwenye structure based liquidity. The same way to downtrend, kama ni downtrend, kama ni downtrend itakuwa ina lower high kwa lower low, lower high kwa lower low, lower high kwa lower low, which means hii hapa kutokea lower high ama kutokea lower low kwenda lower high, hapa tunakuwa na nini, na liquidity range au range of liquidity. Na hizi high highs, na hizi lower highs na lower low, hii ni liquidity level, na hii pia ni liquidity level. Kwa hiyo ni level ya liquidity upande wa lower high, na hii ni liquidity level upande wa lower low. Zikivunjwa ndo zinatengeneza either market structure shift au market structure continuation. Alafu tunakuja aina ya pili ambayo tulijifunza ni candle based liquidity. Tunasema candle based liquidity. Candle based liquidity wengine wanaita ni candle range liquidity. Kwa candle range liquidity kuna kuwaga na candle yetu kama hivi, na hii candle yetu inakuwa na candle high, candle high, candle low. Sawa, hizi hapa ni wicks. Hii ni candle body, na hii hapa ni wick high, na hii hapa ni wick low. Hii ni wick low. So katika hii candle kuanzia mwanzo wa high mpaka kwenye low, hii hapa naita ni range ya liquidity. Liquidity range. Hii ni liquidity level ambayo iko kwenye wick high, na hii hapa ya chini ni liquidity level ambayo iko kwenye wick low. Kwa endapo price itavunja hii level, inatuashiria kwamba inataka kutengeneza candle ya kwenda chini, si ndio? Ambayo wanaita ni bearish candle. Endapo price haitavunja hapa, ina maana price itakuwa ndani ya range ya hii candle. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba ipo kwenye consolidation phase kwa sababu haijavunja sehemu yoyote. Endapo price itavunja liquidity level ya wick high, itatuashiria kwamba inataka kutengeneza candle nyingine ambayo ni ya kwenda juu ama bullish candle. Tutaingia kwenye soko kupata mwanga zaidi namna gani hizi hutokea kwenye market au kwenye soko la forex.
Tuangalie candle ambayo itafuata itakayotengenezwa. So for hapa kuna range ya liquidity ambayo inaanzia hii candle ya chini hapa na kwenda mpaka hii candle ya juu hapa. So this is our range. Tukijaribu kuona, manake hii ni level ya liquidity ya juu ambayo kwenye week high, na hii ni level ya liquidity ya week low, as in the lowest price point na the highest price point ndio zinatengeneza liquidity levels. Na kutokea hapa juu mpaka chini, hiyo ndo range ya candle au liquidity range. Excuse me. So kutokea hii wiki ya juu mpaka wiki ya chini, this is the liquidity range. Range yetu ya liquidity ambayo tunategemea moja side, yani upande mmoja wapo utavunjwa au utaguswa. Anyways, tukijaribu kuplay price yetu hapa, tunakuta hii hapa haijavunjwa kusema kuvunjwa, lakini hii range ya liquidity inaonekana price imekuja ikasweep. Maana tulisema kuna sweep ya market ambayo ni week peke yake inaivunja, yani price, I mean liquidity range inavunjwa au liquidity level inavunjwa na week peke yake, ila body inabaki kuvunja kufungia ndani. Yani okay, tumesema kuna vitu vitatu: kuna liquidity sweep, kuna liquidity break na kuna liquidity kutokuvunjwa kabisa, price kufunga ndani, week na body yake ifungie ndani. So liquidity sweep ni ile hali ya week peke yake ndo inafunga nje, lakini body inafunga ndani. Yani liquidity level inavunjwa na week na sio body, body inabaki kuwa ndani. Mfano ni hii hapa candle, tunaona kwamba closing yake imeclose ndani ya liquidity range, lakini liquidity level imevunjwa na week peke yake. Hii inaitwa liquidity sweep. Naamini tuko pamoja mpaka hapa. Tukiendelea kuplay price yetu, okay, hapa tumeona chini tena imekuwa na liquidity sweep, lakini juu imekuwa na liquidity break. Hii ni ikiashiria kwamba the next candle ina probability ya kuendeleza ile movement ambayo imetengenezwa na hii candle. Kwa probably tunaweza kufunga juu ya hii liquidity level ya juu. Kwa nini? Kwa sababu hii range ya liquidity ya candle ambayo tulimark liquidity range zetu imevunjwa mara ya kwanza na hii candle. Hii candle ilishindwa kuvunja, lakini hii candle ikaweza kuvunja hii level ya liquidity. So tuna mark hii candle nyingine liquidity level zake, which is tunachukua hii tunaileta kwenye hii candle hapa, na hii pia tunaileta kwenye hii candle. Tulisemaje? Tumesema kwamba hizi tulizozimark ni nini? Hizi ni liquidity levels. Hii ni level ya chini ya liquidity ya hii candle, na hii ni level ya liquidity ya juu ya hii candle. Lakini baada ya kuvunja hii level, tunatarajia price ije ivunje tena hii level ya liquidity. Sawa? Tuendelee kucheza. Okay, tunaona price imeenda imevunja hii level ya liquidity. Na kwa kawaida hii sio sheria kwamba kila muda itafanya hivi. Forex trading ni mchezo wa kubashiri na ni probability matokeo yake, sio 100%. Kwa katika scenario 10, scenario 5 zinaweza kukubali, scenario 5 zikakataa. Kwa nini? Kwa sababu ni mchezo wa kubashiri au ni probability game, lakini probability yako inaongezeka pale unapokuwa unajua concepts ambazo zinatokea kwenye soko. So tuendelee kuplay tuone candle inayofuata itafanyaje. Tu mark hizi level zetu za nini, za hii candle nyingine iliyokuja. Kwa hapa tupo na liquidity range, lakini hizi za juu kuna level ya liquidity ya juu na level ya liquidity ya chini, na hapa tunaona kwamba price imeweza kuvunja. Hii ni break of liquidity, sio sweep of liquidity. Ni break, ime break liquidity level.
sababu bodi imefunga nje ya hii level ya liquidity ya candle ya nyuma yake. So tunatarajia price kwenda juu, lakini sio guaranteed. Okay, hii ni candle nyingine tena, tumeona kwamba imetuonyesha kwamba inaendeleza ile movement ambao price inaenda juu. Hii kufunga huku inatuashiria kwamba price inaendelea kwenda juu, so tuna probability ya kuendelea kutengeneza bullish candles. Sijui tunaelewana mpaka hapa? Hii ni candle based liquidity. Kwa hiyo tuna play tena, tuangalie price itaenda wapi tena. Okay, hapa tumeona kwamba imeshindwa kuendeleza. Ngoja tu mark tena hii level ya hii candle ambayo imetengenezwa. So tunaona hapa hii candle nyingine ambayo imetengenezwa haijafunga juu wala kufunga chini. Sana sana imefanya liquidity sweep ya juu na liquidity sweep ya chini. Bado tupo kwenye consolidation, hatujui kama tutapata candle ambayo itavunja juu au chini. Tunasubiria mpaka tupate kiashiria. Okay, hii ni candle nyingine imevunja kwa nguvu za kutosha juu. Probability candle nyingine inayofuata itafunga wapi? Itafunga juu. Sisi tunafanyaje? Tuna mark hizo level zetu za liquidity. Hii ni liquidity ya juu na hii ni liquidity ya chini. So hii ni range ya liquidity na hii ni level ya liquidity ya juu, level ya liquidity ya chini. Tukiendelea kuplay, bullish candle imetokea na imevunja nini? Imevunja hii level ya nini? Ya liquidity, which means next candle itakuwa ni ya wapi? Ya kwenda juu. Hatujui, lakini tunahisi kulingana na signs ambazo soko imetuonyesha. Tukiplay tunaona imefunga ndani, which is a consolidation. Tunaona bado imefunga ndani ya hii range, which is a consolidation. Hapa sasa tumefunga chini ya hii level, which means tunatarajia kupata down candle. Ngoja tumaki hii level ya liquidity level. Hii ndio ilikuwa level ya liquidity yetu ya juu, na hii hapa ndio level ya liquidity ya chini, ambayo candle imeweza kufunga chini ya hii candle, na probably the next candle inaweza ikawa ni nini? Ni down candle. Sisi hatujui, tunahisi kwamba itakuwa down candle au bearish candle kwa sababu imevunja level ya liquidity ya chini. Okay, tukiplay ipo kwenye consolidation, bado ipo kwenye consolidation, bado ipo kwenye consolidation, bado ipo kwenye consolidation, 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 consolidation tu hapo, consolidation tu. Hamna kiashiria chochote ambacho kinatuambia kwamba price hiyo hapo ya kwanza. So this is our first candle ambayo imeweza kuvunja bodi yake, imevunja nje ya ile range yetu ya nini? Range yetu ya liquidity levels za candle. Candle based liquidity, kumbuka this is candle based liquidity. Kwa baada ya kuvunja hii level, tunakuja tuna mark tena. We are marking this level of liquidity. So this is our level of liquidity ambayo tunatarajia candle nyingine itafunga juu ya hii candle. Hatujui, ila tunabashiri kulingana na nini? Soko linavyotuambia. So tukiplay hii candle ya juu, naamini hapo tunaenda pamoja jamani. Naamini tunaenda pamoja. Natamani pia muandike kwenye comment kama tuko pamoja. Unasema tuko pamoja ili mwisho wa siku nione kwamba tuko pamoja. So this is candle based liquidity. Tukija kwenye market structure liquidity. Structure based liquidity. Structure based liquidity tuandikiwa tuone higher highs na higher lows. Higher highs na higher lows ni motion ya kwenda juu ambayo so far
tunaona hapa soko likituonyesha. So tuanze kwa kumark hii structure hapa, tuanzie hapa, labda kutokea hii candle ikashuka mpaka hapa chini. Baada ya kushuka hapa chini, hii ndio level yetu ya nini, ya liquidity, ambayo ikivunjwa ina maana ni continuation of structure, si ndio? Kwa hapa tunaona kabisa hii level, hii candle imefunga juu ya hii level, hii candle ya kijani hapa imevunja hii level ya liquidity, the same na hii ya juu imevunja level ya liquidity. Kwa probably hii inaweza kuwa continuation of trend structure. Kwa inakuja na kutengenezea lower low, lower high. Hii ni uptrend structure. Kwa hapa imeanza na high low, ikaja ikavunja hii level hapa, ikatengeneza continuation of structure ambayo imetengeneza nini, high. Baada ya kutengeneza high ikarudi ikatengeneza higher low. Higher low haikuweza kuvunja higher low ya nyuma, which means inaendelea kwamba structure. Tukija kuangalia hii level of liquidity ambayo imetengenezwa high ikaja ikavunjwa na hizi candle. Kwa mwisho wa siku hii ikawa ni continuation of structure, market structure continuation, ambayo ikaenda mpaka kutengeneza higher high nyingine. So ikarudi ikatengeneza higher low nyingine. Hizi zote ni liquidity levels kama tulivyosema, hizi kona kuu. Tukija juu ikaja hapa ikatengeneza high nyingine baada ya kuvunja hii high liquidity level, ikatengeneza pullback. Sisi tuko pamoja hapo? Na mimi tuko pamoja. So kutokea hapa mpaka hapa, kutokea hapa hii tuimark, tuseme hii ni high. Hii ni high, lakini pia hii level hapa tunaita nini? Hii level tunaita higher. Hii level tunaita higher low. Na hii high na higher low ndio liquidity levels. Kwa ina maana hii liquidity level kutokea high mpaka higher low kinatutengenezea kitu kinaitwa liquidity range. Kwa hii level kuanzia hapa mpaka hapa inaitwa liquidity range, ambayo hii liquidity range price ikitokea inaivunja kwenda juu, it means hapa inaitwa nini? MSS, market structure continuation. So here mfano hii hapa ndio ingekuwa range yetu ya liquidity. Ya tuseme hii ndio ingekuwa, hii ndio high, alafu hii hapa ndio high low, na kutokana na hii level ya liquidity ikavunjwa. Baada ya kuvunjwa hii level, automatically hapa tunaweza kusema ni nini? Market structure shift. Hapa ni MSS, market structure shift. Kwa nini market structure shift? Kwa sababu tumevunja liquidity level ya nini? Ya higher low. Kwa hii ni kimoja cha kiashiria kwamba price inataka kubadilika kwenda downtrend, kutokea
uptrend, lakini price ikarudi juu. Tulisemaje? Tulisema this is a high probability game, lakini kwa uhalisia kwamba ni probability, kwa hiyo inaweza ikatuonyesha kiashiria cha kuenda katika movement husika, kama hapa tumeona market structure shift, lakini price isifanye market structure shift ikaendelea na uptrend. Kwa nini? Kwa sababu tunabashiri na huu ni mchezo wa probability. Lakini kwa kujua hizi concept tunakuwa na high probability ya kuweza kubashiri. Naamini hapa tuko pamoja na tumepata mwanga vizuri kuhusiana na market structure, liquidity. Kitu pekee ambacho ningetamani sana ukifanye ni kuhakikisha watu wanapata hizi njia za kutengeneza pesa. Kwa sababu gani? Kwa sababu the more we share, the more we help each other. Kwa mwisho wa siku, share as much as you can, na comment, subscribe, share, weka notification ya ile ring bell ili hata YouTube yenyewe waweze kuisambaza hii video as much as possible. Nia na dhumuni ni kuhakikisha vijana wa Kitanzania tunatoka kwenye dimbwi la uhaba au kutokuwa na uhuru wa kibunda. Sisi tunaelewana hapo? I hope so. Go hard, easy win and die.